Mtu wa Mungu, Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda leo tujifunze kitu kimoja kizuri sana. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kunifuatilia sana. Katika mitandao yangu yote ya kijamii unanifuatilia. Mungu akubariki sana. Hizi nimeziweka ni mahususi kwa hiyo fanya hiki ambacho nakifanya, kwa sababu sijaona kingine cha kufanya kwenye mitandao ya kijamii. Kama tulisha post picha sana, tulisha post, lakini nimekuja kugundua kwamba hazikuwa na maana yoyote, hazikuwa na faida yoyote. Kwa hiyo nikaamua nibadilishe maamuzi. Kwa hiyo nimeamua sasa, na tena baada ya kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, hii ndio imenisukuma zaidi. Na sijampokea Yesu mwezi huu wa 4 au wa 5, hapana. Ni kitambo sana nimempokea Yesu. Lakini kila kitu kina majira na wakati wake na kwa kusudi maalum. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati ambao ni sahihi sana sana kufanya jambo ambalo nakifanya. Naamini pia Mungu mwenyewe amekibariki kwa sababu ameachilia neema hii ya kufanya hicho ambacho nakifanya. Kwa hiyo napenda leo tujifunze kitu kizuri ambacho kitatusaidia wote. Yes, mimi napenda nifanye kitu ambacho kitatusaidia sote. Kuna watu wanashindwa, kuna mahali, lakini kuna watu hapo ambapo umeshindwa, kuna watu walishinda. Kuna mahali watu ambapo walikwama, lakini kuna mtu mwingine hapo ambapo kuna mtu amekwama na mtu ametoka. Kuna nyakati ambazo umekata tamaa kwenye ile eneo moja, lakini kuna mtu kwenye ile eneo ameshafanyaje? Amekusha kutoka. Kwa hiyo ninapokuja kuzungumza chochote ni kwa sababu nataka kama kuna mtu amekwama mahali, basi Mungu amsaidie kutoka hapo mahali, ili ya kwamba afikie mahali ambapo Mungu amekusudia. Kwa sababu sisi sote tumeumbwa na Mungu kwa kusudi maalum. Hakuna mtu aliyeumbwa bahati mbaya. Hakuna mtu aliyekuja duniani kama tu ajali, hapana. Hata kama haukuwa kwenye mfumo ambao wengine wanasema ni mfumo, lakini ndio ushazaliwa na ndio ushakuwa kwenye dunia na ndio upo hapa. Na Mungu asingetaka uwepo na usingekuwepo. Lakini kwa sababu anaona kwamba unafaa kuwepo, ndio maana akakuacha ukazaliwa. Iwe kwenye mfumo ama sio kwenye mfumo, lakini kwa sababu upo duniani, Mungu ametaka uwepo. Na kwa sababu upo duniani, basi tambua kuna kusudi. Jeja kwa bahati mbaya. Sasa kwa sababu hiyo, napenda tuote vitu ambavyo vitatusaidia wote. Kwa siku ya leo napenda tujifunze katika kumtegemea Mungu. Kumtegemea yeye. Yaani yeye ndo anakuwa tegemeo. Yeye ndiye tegemeo. Hajalishi iko vipi, hajalishi naendaje, lakini yeye anakuwa ndo tegemeo. Mungu le hai, mfalme utukufu, Yesu Kristo mweza mambo yote, na kushukuru kwa sababu ya wema, kwa sababu ya fadhili, kwa sababu ya upendo wako mkuu sana. Nashukuru kwa ajili ya watoto wako ambao Baba wakati wanapata kutazama na kuangalia kinachopata kuendelea. Naomba wabariki kwa jina la Yesu le hai, lakini pia bariki neno lako la uzima, ili kwamba likatufai sote, si wao tu, hata mimi pia likanifaa. Katika jina la Yesu naomba tupe ufahamu wa kulelewa, tupe akili ya kulelewa, na tupe neema kutendea kazi, ili kwamba likatufai katika maisha. Amen. Sasa napenda kusema kwamba kumtegemea Mungu. Unajua kumtegemea Mungu ni hali ambayo ni ya juu sana. Ni kitu ambacho ni cha tofauti. Ya katika dunia tuna vitu au tuna watu ambao watu wanategemea. Watu mwingine amtegemea baba au mama, ya amtegemea mtoto, kuna wengine anategemea waume au wake,
wengine wanategemea miungu, wengine wanategemea uchawi, wengine wanategemea uganga, lakini vitu vyote vina ukomo, vina mwisho. Hivyo vitu vyote ambavyo nimekutajia vina ukomo wake na vina mwisho wake. Tunapomtegemea Mungu sasa, inakuwa ni tunatoka kwenye level, kama ni level 1 tunatoka tuna kwenye top yenyewe, kwamba Yesu ndo tegemeo letu sisi, na kwa kumtegemea Mungu tu peke yake hauwezi kuaibika. Lakini kwa kumtegemea wanadamu peke yake, kuna nyakati unaweza ukaaibika kwa sababu umemtegemea wanadamu. Kwa sababu ni mwanadamu, ana mambo yake, ana vitu vyake, ana mipango yake. Kwa hiyo sasa ukiweka tegemeo kwake, kuna wakati unaweza ukamtegemea kwenye jambo fulani, kwenye hilo jambo asiweze kukidhi vigezo, na ukajikuta unashindwa kusaidika ama kutoka kwenye hilo eneo, kwa sababu huyo mtu unayemtegemea hawezi kufika hapa ambapo unataka msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunategemea watu, kuna watu wanategemea watu. Kuna watu wengine wanategemea connection ambazo ziko juu. Kwa mtu anasoma, kwa mfano kama watu wanaosoma, kwa mfano wanasomea labda vitu fulani, sio daktari, wanasomea kwa bali ya walimu, wengine wanasomea, yaani kama mtu ana kitengo chake anachosomea. Unaota mgeni anasoma hicho kitu, sio kwamba kiko ndani yake, ila kwamba anasoma anategemea kwamba kuna connection mahali fulani, nikimaliza tu hapa kazi mimi ninayo. Kwa hiyo unaota mtu anapambana, anasoma sio kwamba kiko ndani yake. Mtu anasoma wanasheria, sio kwamba yeye anatamani kuwa hata mwanasheria, sio kwamba anafurahia kuwa mwanasheria, lakini anajua mimi ni daktari, lakini nikicheki connection za kupata kuwa mimi kwenda kwenye hospitali kutegemea mtu, hayupo mtu ambaye ataniunganisha mimi kama daktari. Kwa hiyo sasa yeye anaamua sasa kupambana kutafuta kile ambacho anajua kwamba nikimaliza kutokea hapa nitapata connection katika serikali au katika kitengo fulani au kwa watu fulani ambao wanajua na mambo ya sheria. Kwa mimi nikifika hapa tu nitaonyesha CV zangu, hata sio CV tena, ni jina langu tu, kwa sababu ni mshikaji wangu, kwa sababu ni ndugu yangu, kwa sababu baba yangu, kwa sababu mjomba wangu, kwa sababu ni shangazi yangu, basi mimi kazi nimepata. Wengine tumenia hata majina, kwamba akijitambulisha kwa jina fulani yeye anapata kile ambacho unakitaji. Ushawahi kusikia kwamba unajua mimi ni nani? Yaani anategemea cheo chake, anategemea wazifa alionao, anategemea cheo alichonacho, anategemea fedha alizonazo, anategemea umaarufu alionao, anategemea heshima alionayo, kwamba ana uwezo wa kufanya chochote na kuna mtu akumzuia wala kumuuliza kwamba mimi ni nani, kwamba wewe ni nani. Kwa sababu gani? Yeye anakuta anaitegemea kama yeye, anajiamini kama yeye. Sasa hiyo hapo ina ukomo. Kwa mfano, ukitegemea pesa rafiki yangu huwa zinakuja na kuondoka. Pesa huwa inakuja na kuondoka. Hayokaga na mtu miaka yote. Siko naelewa paka. Ile kwamba uelewe, tuna baba yetu wa imani Abraham. Baba alikuwa ni tajiri sana. Achana na Ayubu, Ibrahim alikuwa ni tajiri mno. Kipindi fulani wapo na mtoto ndugu yake, alikuwa ndugu yake Rutu. Katika kuwa na mifugo mingi, mali nyingi, wachungaji wao wakapishana uko machungoni, lakini walivyorudi wakaichagulia Lutu alichagulia katika bonde lile, akaenda huko na mifugo yake. Yeye mtumishi wa Mungu Abraham akabaki, akaelekea sehemu nyingine. Shikaona paka hapo. Sasa nachotaka kukuambia hapa kwamba pesa huwa haikai na wewe wakati wote. Kuna wakati pesa itakuacha.
au utaiacha pesa. Kwa hiyo alipoendelea maisha yake, tunaona kwamba ikafika kipindi ambapo njaa iliingia sehemu yote. Achana njaa ya kipindi cha Yakobo kwenda Misri, hapana. Hii njaa ambayo walikuwa nayo wao, na usahau vizazi vyake vyote, yaani kuanzia mwenye Abraham, Isaka mpaka na Yakobo, walipitia kipindi cha njaa. Njaa kali walipitia wale wote, walipitia shida ya njaa katika maisha yao. Kwa pesa hazikuwasaidia chochote tena. Pesa ilikuwa na msaada tena kwao. Kwa katika kuwa na kila kitu, kuna nyakati waliishiwa, hawakuwa na chochote. Chakula hawakuwa nacho. Wakaenda katika nchi ya ugeni. Wao unakutana kule, anadanganya naye kwamba wewe ni dadangu, ni namna fulani. Ni kweli ni dada yake. Kwa namna moja ama nyingine ni dada yake. Kwa sababu nyakati hizo kwa ndugu yako sio ajabu, sio sahihi. Nyakati hizo kwa ndugu yako sio ajabu. Yaani dada kuolewa na kaka haina shida. Ora, tofauti na sasa hivi. Sasa pesa huwa zinaishaga. Cheo pia kinaishaga. Kwa sababu cheo, unapewa cheo. Kwa mfano ukipewa cheo chochote ambacho unachopewa, huwa kina limit. Iwe makanisani, vyo vyetu vina limit. Unaweza ukaitwa ni mchungaji. Yaani ni huduma tu peke yake hizo ambazo umeitwa kwazo ndio hazinaga limit. Labda uchungaji, uinjilisti, utume, unabii, ualimu wa neno la Mungu, uimbaji. Hivyo ni vitu ambavyo haviwezi kutoka ndani yako. Lakini vyeo, umepewa labda kusimamia idara fulani, iko ni kitu ambacho kina muda, utatumika kwa muda. Kufuata maserikalini unashikia miaka 5. Watu wengine wataweza hata miaka 5 ndio unatenguliwa. Unaona? Yaani vitu ambavyo vina muda. Kwa hiyo ukitegemea cheo, kuna wakati cheo kitaukataa. Kuna wakati cheo kitaukimbia. Kuna wakati cheo hautategemea tena. Kuna wakati cheo kitakuweka mbali na kitakuweka mbali kabisa. Utajikuta unahangaika uko peke yako. Kwa hiyo kumtegemea Mungu ndo top kabisa. Kwa sababu Mungu mwenyewe hana ukomo. Yaani Mungu mwenyewe hana ukomo. Mungu kama Mungu hana ukomo, mwanadamu ana ukomo. Pesa zina ukomo, cheo kina ukomo, mali zina ukomo. Zinaishaga, zinaisha kabisa. Hela zinaisha, mali zinaisha, pesa zako zinaisha. Lakini ukimtegemea Mungu, Mungu haishi. Mungu hamaliziki. Yeye yupo jana, leo na hata milele. Alikuwepo na yupo leo na hata kuwepo milele yote. Yeye yupo. Kwa kumtegemea zaidi yeye ni Mungu. Na ili kwamba tujue na mtegemea Mungu, lazima ukutane na vipengele fulani. Yaani nathibitika mtegemea Mungu mpaka nitakapokutana na changamoto, nitakapokutana na magumu, nitakapokutana na mahangaiko, afu nikienda kutumaini kile ambacho kitumaini. Hapo ndipo watu wasema huyu mtu ana nini? Ana imani. Nje hapo ni uzugaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kumtegemea Mungu. Na Mungu kumtegemea sio kwa sababu kipindi anatupatia au tunavyo. Tukiomba hiki anatupa, tukitaka anatupa, hapana. Wakati ambapo unapaswa kumtegemea Mungu, hata wakati ambapo hauna chochote, unapaswa kumtegemea Mungu. Hata wakati ambapo huelewi nini unataka kufanya, hapo napo unapaswa kumtegemea Mungu. Wakati mwingine hauelewi utaishi vipi, lakini hapo ndipo unapaswa. Kwa sababu gani? Hapo ndipo imani yako inathibitika. Hapo ndipo tegemeo lako tunaliona, tunalifahamu, utalifahamu tegemeo langu ni nini. Kwenye kipindi ambacho utakutana na kibano ambacho ni kiasi kwamba hawezi, yani namba zaidi. Wakati ambapo unapitia changamoto, wakati ambapo unapitia magumu, wakati ambapo unapitia adha, wakati ambapo unapitia shida, wakati ambapo unapitia misukosuko, unapitia vurugu mechi. Kwa kipindi kama hicho, huwa kuna njia mbadala zinajitokeza. Unaelewa? Kuna njia mbadala huwa zinajitokeza. Kwamba kama upande huu umeshindikana, basi ndio upande huu tukusaidie. Kama hapa kimekwama,
njoo hapa utakuamuliwa. Sio hapo. Unaona watu wengi wanapotelea katika ugharimu. Unaona watu wengi wanapotelea katika dhambi. Watu wengi wanapotelea katika kuharibikiwa hata utumishi wao. Unaona mtu karekodi nyimbo zake. Unaona mtu amepambana na rekodi nyimbo, anapambana, anatafuta sponsor, anatafuta na nini, lakini hamtegemei Mungu. Unakuta mwisho wa siku anakutana na miamba. Wanampa connection. Bwana sasa sikiliza, kama unataka utoke kesho tu asubuhi na wako unajulikana dunia nzima. Tanzania nzima unajulikana chap kwa la. Kwa cha msingi ufanya 1 2 3, maisha yako yanabadilika. Unaelewa bala? Utamtu naye kwa sababu ana kiu, ana shauku hicho kitu, anaingia kwenye mtego, anapotelea huko. Si kama umeelewa? Kwa kumtegemea Mungu ni top ya mambo yote. Akifanya yeye ni Mungu, asipofanya bado ni Mungu. Yaani Mungu habadilishwi kwa sababu hajafanya. Mungu hawi Mungu kwa sababu kafanya. Mungu ni Mungu tu wakati wote. Yaani akufanyie, asikufanyie, atende, asitende, akujibu, asikujibu, akufanyie chochote, asifanyie chochote, yeye anabaki kuwa ni Mungu tu siku zote. Habadilishwi na changamoto zetu. Habadilishwi na mazingira yetu. Habadilishwi na huzuni zetu. Habadilishwi na hofu zetu. Habadilishwi na chochote ambacho kinatusumbua sisi, kwamba yeye awe Mungu au asiwe Mungu. Yaani yeye Mungu ni Mungu tu, na ni yeye wa kuaminiwa siku zote. Akufanyie, asikufanyie, akutendee, asikutendee, akujibu, asikujibu, akufungue, asikufungue, akuponye ama asikuponye, akubariki ama asikubariki, bado yeye anabaki kuwa ni Mungu tu, yule yule wa kuaminiwa. Kwa hiyo usianze kusema kwamba huyu sio Mungu kwa sababu anibariki. Hapana. Yaani kama ambavyo unamtegemea baba yako, unamtegemea mume wako au mkeo, vile ambavyo unamtegemea huko kwa mume ana mke, huko tuachana kwa baba au mama, hapo ndo pazuri. Vile ambavyo unamtegemea baba, ukienda kwa baba, yaani haikanushiki kwamba yeye ni baba yako ama si baba yako kwa kukufanyia ama kwa kutokufanyia. Yeye amekuwa baba tu. Yaani ataendelea kuitwa baba kwenye maisha yako. Awe alikusomesha, awe hajakusomesha, awe alikulisha, awe hajakulisha, alikuvisha, hajakuvisha, alikutunza ama hajakutunza, ili mradi tu kwamba wewe ni baba yako, atabaki kwa baba yako tu maisha yako yote. Awe yuko hai ama yuko hai, ni baba yako tu. Haikanushiki na haitabadilika. Kwa hiyo anabaki kwa Mungu tu kama Mungu tu, kwa sababu yeye ndo katuumba. Ndio tunapumua kwa sababu yeye katupa pumzi. Tuko hivi tu ni kwa sababu yeye kataka tuwe hivi. Kwa hiyo hakanushiki, hatumkanushi kwa sababu changamoto zetu tunazopitia, maumivu unayoyapitia, magumu unayoyapitia, changamoto unazopitia, kukosa, kuhangaika na kuhangaika, haimbadishi Mungu kuwa Mungu. Anabaki kuwa Mungu tu siku zote. Anabaki kuwa kuaminiwa siku zote. Haijalishi unapitia nini, bado ni Mungu tu kwa maisha yako. Sasa kama ambao unamtegemea baba yako nyakati zote ngumu, nyakati zote unafuata baba, na baba na hili 1 2 3, hautegemei, wewe unategemea atakusaidia ama kukusaidia. Lakini kwa sababu baba yako utamfuata, utamwelekeza, utamwambia changamoto zako. Asipokusaidia kwa changamoto zako, sio kwamba hata kwa baba yako tena. Atendea kwa baba yako tu siku zote ya maisha. Kwa hata Mungu ndivyo hivyo. Afanye, asifanye, akutendee, asikutendee, atabaki kuwa Mungu tu katikati ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anabaki kuwa Mungu tu wa kuaminiwa. Hata iweje, hata ikaje, wewe unaumwa ugonjwa na hajakuponya na ulimuomba na bado tu hata hajakuponya, bado anabaki kuwa Mungu. Haibadilishi
haikanushiki. Eti hajakuponya sio Mungu, hapana. Ni Mungu tu. Wa kutegemewa ni yeye. Na yeye anasema kwamba wamebarikiwa wale wote ambao wanamtegemea yeye, ambao yeye ni ambaye amemfanya kwa tumaini lake. Tegemea, amebarikiwa mtu. Kwa utakapomtegemea Mungu awe amefanya, yani useme kwamba mimi namtegemea Mungu kwa sababu ya kufanyia jambo fulani, hapana. Hata kwenye hilo ambalo unaona bado hajafanya, bado anabarikiwa Mungu. Kwa usimgeuze Mungu kuwa Mungu baada ya kufanya na sio Mungu baada ya kutokufanya. Hapana. Mungu ni Mungu tu nyakati zote kwenye maisha yetu. Akufanyie asikufanyie, amekuwa Mungu tu. Usihangaike wala usisumbuke kujichafulia sifa yako mbele za Mungu. Anabaki kuwa Mungu na ni Mungu wa kuaminiwa siku zote. Mtegemee Mungu kwa maisha yako. Mwangalie Mungu sana kwa maisha yako. Anabaki kuwa Mungu tu. Akubariki kwenye kazi zako, asikubariki kwenye kazi zako, yeye anabaki kuwa Mungu tu. Na ni Mungu wa kuaminiwa, na ni Mungu wa kutegemewa siku zote. Sasa nataka kuambia kitu kimoja. Kubarikiwa kwa mtu kunategemea na kumtegemea Mungu. Usimeelewa paka hapo? Kubarikiwa kwa mtu kunategemea katika kumtegemea Mungu. Mimi nikibarikiwa, wewe ukibarikiwa, baraka hiyo inakuja katika kumtegemea Mungu peke yake. Unaelewa? Kuna watu wanajivunia, nimekwambia kwenye kitabu cha Zaburi 20:7, anasema wapo ambao wanataja magari, wanataja farasi, naongeza wanataja majumba, wanataja waume wake, wanataja, wanajivunia watu, wanataja, wanajisifia kupitia watu kwamba baba zao, mama zao ni mashuhuri, wanategemea hao. Tukienda gerezani siku mbili, siku moja, masaa matatu tunatoka, maana tunawategemea watakaotoa magerezani, hautakaa muda mrefu. Afu kuna wakina sisi ambao tukizama tunaweza tukapotelea huko. Unaelewa? Kuna wale ambao kiingia na potea huko, hawana wakutegemea, ila ni Mungu tu. Uone Yusufu, hakuwa mtu akumtegemea gerezani, ila Mungu tu Yusufu alimtegemea Mungu katika kazi zake zote ambazo alipitia. Na yeye alikuwa Mungu tu. Na Yusufu aenda kumwamini Mungu tu. Hata kama alipitia changamoto, hata baada ya kuvuka kwenye changamoto zake zote zile, alisemaje? Aliwaambia ndugu zake, najua Mungu alikusudia mema. Atageuza yote kwa mema yote. Alikusudia mema, hakuangalia ubaya wale ambao wamefanyia, ametendewa nao. Hakuwageuzia kibao kwamba mimi ni mkuu sasa na wanyorosha wote. Kama ambao mlininyoosha, sasa mimi na wanyorosha wote. Lakini hakufanya hivyo. Umeelewa? Ukipata madaraka usitumie vibaya. Umeelewa? Yes. Kwa Yusufu ya kutumia vibaya, alimtumaini Mungu, alimtegemea Mungu, na ndugu zake aliwasaidia kwa moyo wote. Aliwasaidia kwa moyo wake wote. Anasema kwamba Mungu wa mbinguni alikusudia mema, sio mabaya. Kwa kuna njia ambayo tunapitia, sio kwamba Mungu hayupo na sisi. Mungu yupo na sisi, lakini anatuandalia mema yaliyoko mbele yetu. Kuna siku mengi kasema hivi, tulionao sisi sasa hivi, yani kile ambacho unacho sasa hivi maisha, iwe kazi, iwe ndoa, iwe watoto, iwe elimu, iwe biashara, chochote ambacho uko nacho kwa maisha yako, chochote unacho maisha yako ni kidogo sana kuliko vile Mungu ambao katuandalia mbele. Yani chochote tunacho wewe sasa hivi maisha, iwe pesa kwenye account, hata kama una milioni 500, hata kama una bilioni, hizo chache sana ambazo Mungu atupatia kuliko zile ambazo Mungu atuandalia. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, haijalishi unapitia nyakati ngumu kiasi gani, haijalishi umeachwa na kina nani, haijalishi umetengwa na kina nani,
haijalishi wamekukimbia, haijalishi wamekufukuza, haijalishi wamekuona kwamba wewe hufai, lakini nachotaka kuambia kitu kimoja. Ukiendelea kumtegemea Mungu, yaliyoko mbele yako ni makuu sana, ni mengi sana kuliko yale ambayo unapitia sasa hivi. Mungu kakuandalia vitu vizuri sana mbele yako. Kuna somo moja tulifundisha siku moja mahali hapa. Anasema kwamba hakuna kitu cha thamani kisichopitia aibu, au hakuna utukufu, hakuna heshima, hakuna utukufu pasipokuwa na aibu. Yaani hakuna utukufu pasina aibu. Yaani lazima pawepo na kaaibu fulani tupitie ili ya kwamba heshima yako ionekane, ili ya kwamba utukufu uonekane. Umeelewa? Mtumishi wa Mungu Yusufu alipitia aibu ya kuonekana kwamba kabaka, alikuwa anataka kubaka na kati hajafanya kitendo. Aibu. Umeelewa? Kama huyu mtu ni mbakaji, kaenda gerezani kafungwa kwa sababu gani? Ya ubakaji. Lakini sio kwamba alikuwa amebaka. Sio. Kwa alipitia aibu kumpeleka kwenye utukufu wake. Kwa hata mwenyewe usiogope. Yamkini hapo unapitia sasa hivi ni mahali ambapo ni pana aibu ya ajabu sana. Kuna fedhea ya ajabu sana. Kuna changamoto ambazo ni za ajabu sana. Lakini Mungu akuamini katika hilo eneo ya kwamba hautamtenda Mungu dhambi, utatoka hapo na kupaendea mahali ambapo utamtukuza Mungu kwenye maisha yako, na utakuwa msaada wa watu wengine kwenye maisha yako. Maana tu umemtegemea yeye, maana tu umemtumaini yeye, maana tu yeye ndiye tegemeo lako. Basi tambua kwamba ushindi upo mbele yako. Baraka ziko Mungu ambazo umekuandalia kwa sababu unamtegemea yeye. Haumtegemei mtu tena. Usielewa? Nimekuambia ukimtegemea mtu kuna ukomo. Kuna nyakati ambazo hautafikiwa wewe. Ndio maana tukienda hospitalini, tukienda kutibiwa. Obviously wako vizuri sana madaktari wetu. Lakini wao pia na ukomo wao. Unaelewa? Yaani hata wao wana kipimo chao ambacho wanaweza kukusaidia wewe. Tunapenda kuwategemea wao, tunajua kwamba hicho watafanyaje, watakimaliza. Lakini kuna nyakati ambazo wanafika hawawezi hata wao. Yaani kuna wakati hata wao kwa hivi, kama inawezekana basi jaribuni upande wa pili. Hapo sio upande wa pili, kuna sehemu hizi mbili. Kuna kwa waganga na kwenda kwa Mungu. Sio hapo. Wakishashindwa wao, watawapeni hizo option kwamba tafuteni tena namna nyingine. Tafuteni upande mwingine tena ambao kuna nguvu zaidi ya hii ambayo tunaiweza. Maana sisi kwa vipimo tulivyo navyo, kwa ujuzi tulionao, kwa elimu tulionayo, kwa mafundisho tulionayo, kwa professional tulionao, yani hatuoni chochote kinachoweza kusaidika hapa. Sasa tafuteni upande mwingine huko ambako naweza kusaidia. Hapo wanaonesha kwamba hatuwezi sisi kuwasaidia. Mabidi mtegemee sehemu nyingine. Kwa hiyo hata wanadamu kwambia wana kipimo chao, wana ukomo wao, hawawezi kufika hapa ambapo unatakiwa kufikiwa. Ni Mungu peke yake anapaswa kuingilia kati akusaidia hapo. Kwa hiyo kumtegemea Mungu ni muhimu sana kwenye maisha yetu kuliko kutegemea chochote kwenye maisha yetu. Tutakuwa na maombi mwezi mzima. Mwezi wa 5 tutakuwa na maombi. Maombi kwanza Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumatatu mpaka Ijumaa tutakuwa na maombi live kwenye Facebook. Ukisearch injili kwa kijana vijana, kuanzia saa 5 tunakuwepo live. Tutamwomba Mungu,
tutatumia rogo hii kwamba kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu. Tutaomba, tutaombea, tutamtafuta Mungu tukimtegemea yeye kutusaidia kwenye kila eneo ambalo hatuwezi kusaidiwa na watu. Watu wana kikomo chao cha kutusaidia. Watu wana kikomo chao cha sisi kuwategemea. Kuna nyakati ambazo unahitaji shilingi 500,000, mtu akupa shilingi 100, anakupa shilingi 5,000. Itakusaidia nini kwenye maisha yako wewe kwenye 500,000? Kwa kwamba yeye kama yeye hana uwezo kwa sababu umemtegemea yeye kukusaidia kwenye hiyo hela. Yeye hana uwezo kusaidia kwenye alichonacho ndio anakupatia. Sio la para. Kwa tukimtegemea Mungu kama Mungu atatusaidia mahali ambapo hatuwezi kusaidika. Mahali ambapo hatuwezi kusaidika na kibinadamu, yeye atasimama atatusaidia. Yeye atasimama kutupigania. Yeye atasimama kutushindia. Yeye atasimama kutuvusha. Yeye atasimama kutupandisha juu kutoka pale ambapo tupo kwa sababu tumemtegemea yeye. Yeye ndo kutumainiwa, yeye ndo kutegemewa, yeye ndo ukimbiliwa, yeye ndo kila kitu umesha. Ukimtumaini yeye unakuwa umebarikiwa sana. Sasa hebu tusome neno la Mungu. Alafu twende tumalize. Kwa kitabu cha Yeremia sura 17 mstari wa 7. Na msema hivi, amebarikiwa mtu yule. Amebarikiwa mtu yule. Mtu gani? Mbona ameanza na baraka? Amebarikiwa mtu yule. Kwa kuna mtu mwingine anaraniwa. Amelaniwa mtu yule. Sika mpaka kama kuna mtu ambaye amebarikiwa, basi kuna mtu ambaye atalaniwa. Cha kwanza, kwa nini mtu yule amebarikiwa? Mtu yule amebarikiwa. Wa kwanza au cha kwanza ni kwa namna gani mtu yule amebarikiwa? Asa hivi, anayemtegemea Bwana. Cha kwanza hicho. Anemtegemea Bwana, huyo mtu amebarikiwa. Ila kwamba ubarikiwe kwenye maisha, ila kwamba uinuliwe kwenye maisha, ila kwamba ushinde kwenye maisha, ila kwamba uvuke kwenye maisha, ila kwamba utoboe kwenye maisha, ila kwamba ukwamuke kwenye mambo yako, ila kwamba uchomoze uwe kama jua, lazima kwanza kumtegemea Bwana. Amebarikiwa sana 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 mtu ambaye amtegemea nani? Amtegemea Bwana. Kwa kumtegemea Bwana tunabarikiwa. Kwa kumtegemea Bwana tunainuliwa. Kwa kumtegemea Bwana tunafanikiwa. Kwa kumtegemea Bwana tunainuliwa. Tunavushwa, tunapitishwa mahali ambapo wengine hawezi kupita. Tunashinda zaidi ya kushinda mahali ambapo wengine huwa wanashindwaga siku zote. Na ni kwa sababu moja tunashinda. Ni kwa sababu tumemtegemea Bwana. Kwa sababu tumemtazamia Bwana. Yaani yeye ndo kila kitu kwetu. Yeye ndo kila kitu maisha tuwe nacho tusiwe nacho. Yeye amekuwa Mungu sana sana kwenye maisha yetu. Kwa sababu yeye ni yule jana, leo na hata milele. Kwa sababu hiyo tunamtumaini yeye. Kwa sababu hiyo tunamtegemea yeye. Kwa sababu hiyo hata kama kwetu hajaye kufanya, hata kama kwetu hajaye kujibu, hata kama kwetu hatujaye kuona chochote anafanya, lakini kwa sababu tunapumua tu, tunahema, na ni kwa neema yake tunaamini kwamba mambo mengine yote yatatokea. Kwa sababu kama katupa uzima, kama katupa afya, kama katupa kupumua, kama katupa kutazama, kuona tunakoona, kama katupa kunusa tunakunusa, kama katupa kunena tunakunena, kama katupa kusikia tunakusikia, kama katupa kushika tunakushika, kama katupa kutembea tunakotembea, kama katupa vyote tuvunavyo katika ubinadamu huu, tunaamini kwamba hata vile ambavyo tunakwamba haviwezekani vitawezekana. Na ukitaka kwamba imani yako iongezeke zaidi, naomba ni kwa mtu kimoja. Lazima kwanza uangalie vitu vyako vya muhimu katika maisha haya. Kitu cha muhimu sana maisha yako ni uhai na ni pumzi.
Kuna watu wana pesa, wana mali, wana majengo, wana kila kitu, wana magari na kila kitu, lakini afya zao haziko sawa sawa. Kwa hiyo hata furaha ya mali zao hawaioni tena, hata furaha ya ndoa zao hawazioni tena, hata furaha ya watoto kufaulu hawaoni tena. Kwa sababu gani? Hawako katika hali nzuri. Afya ndo kila kitu kwa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tukiwa na afya njema, tunaamini kwamba vitu vile vyote tutakuwa navyo. Kama unaweza kusikia, amini kwamba kuna vile utapata tu. Aliyekupa kusikia atakupa kushika pesa. Kama Mungu akupa kuongea, basi amini Mungu atakupa fursa za kufanya. Kama Mungu akupa kuona, basi utaona hata mambo ya kuyafanya. Kama Mungu akupa nguvu ya kutembea, atakupa nguvu ya kuendea mambo makubwa na yatakujilia. Kwa sababu gani? Umepata kujua ya kwamba alinipa mimi pumzi uhai, atanipa vitu vingine ambavyo haviwezi, yani vitu vya kawaida. Yani kwa mtu mmoja, kuwa na pesa, kuwa na gari, kuwa na nyumba, kuwa na vingine vyote ni vitu vya kawaida sana mbele za Mungu. Kitu ambacho hakitafutwi ni uhai. Pumzi haitafutwi, uhai hautafutwi. Hamna sehemu ambayo wanatoa uhai. Ndio maana tunaenda hospitalini kutumia ile gas ile oxygen, kuitumia tu, kuna mabilioni ya fedha utaiachilia. Sio, unaelewa? Lakini hebu fikiria, unapumua, ninapumua, afu tuenda shilingi 100. Sio, unaelewa? Kuna mtu katumia gas hospitalini, anatumia kwa siku labda 500 inatoka. Sijajua wanatumia kwa bei gani, ila anafanya tu mfano. Sio, unaelewa? Paka hapo inatumika gas kwa masaa tu machache, pesa inayotoka pale ni ajabu sana. Kwa nataka kuambia kwamba pumzi ni kitu cha msingi sana. Ukiwa pumzi, amini ya kwamba mambo mengine yote yanawezekana. Ndio maana nasikia watu mtao kwambia kikubwa uhai, kikubwa pumzi, tunapumua, tunahema, mambo mengine yatatokea tu, mambo mengine yatakuwa tu. Aliyekupa pumzi ataachia na mambo mengine. Ukiwa na imani kama hiyo hapo, hautahangaika kwenye dunia, hautayumbishwa, hautateteleka, hautahangaishwa na mtu yoyote. Kwa sababu gani? Unajua alinipa pumzi, alinipa uhai, alinipa kuhema, alinipa kwa hivi nilivyo leo, atanipa na mengine yote ninayotaka. Atanipa na mengine yote ambayo nafanya nahitaji kwenye maisha yangu mimi. Kama kaza kunipa uhai ambao siwezi kugharamikia kwa chochote, ishindikane kuvitafuta vitu ambavyo vitu vinatafutwa, haiwezekani nikashinda. Hii ni part 1, part 2 inakuja.